Niambie mzee baba, jana ilikuwa ngapi kwa Arabu na Kidimni? 3-3 babu. 3-3? Si nimesikia kwamba nani Kidimni walikuwa mwanzo wa kufunga ile? Waarabu kafungwa mwanzo Kingani akarejeshwa. Na Waarabu wachawi babu wale. Na mimi najua msijuma. Ilikuwa vizuri kwenye masuala ya mpira. Kwenye mpira tu ilikuwa vizuri. Na wakifika hatua ya nini tuna penalty sijui. Ndio basi wa mwezi. Na msijuma kwa vizuri kwenye masuala ya mpira. Ile kwa vizuri. Kwambie babu mchumba. Ahmedi, njoo kidogo. Njoo mara moja. Sababu gani? Babu mapenzi nenda. Niambie, naona umeniita na unifuata mpaka kwa mshikaji wangu. Ahmedi. Naam. Samahani kwa kukuita hapa. Ila kuna kitu nilikuwa nataka kukuambia. Kusema ukweli Ahmedi, nimetokea kuvutiwa na wewe. Na najua ni ngumu sana mtoto wa kike kumtongoza mwanaume, ila mimi wacha watu wanione tunakosea. Kweli nakupenda sana Ahmedi, naomba usinifikirie vibaya juu ya hili please. Shamaliza? Ndio. Hongera sana kwa kumfuata mwanaume na kumwambia hivi, lakini sija kumuona mwanamke akimapproach mwanaume. Kwa mara ya kwanza naona kwako. Nikupe ujasiri, nikupe hongera. Ni wanawake wachache sana ambao wana ujasiri kama wako, lakini kwangu mimi kwa tofauti. Sijawaza kukupenda na sina hisia na wewe na sina matamanio na wewe. Na sina imani kwa nitakuja kukupenda katika maisha yangu. Kwa hiyo please, tafuta mwingine. I'm so sorry. Ahmedi, please. Don't touch me. Please, Ahmedi, nakupenda. Ahmedi. Baby, unajua
kwa muda huu unaona sikuelewi. Unaona umechange. Yaani unanidanganya, sio kweli. Umeelewa? Nikikupigia simu njoo au yaani hivi unanipa tu zile yani ahadi lakini sometimes unakuwa utekelezi. Sijui kwa nini. Bila shaka wewe mwenyewe unajua. Nini? Mimi ni mtu wa kazi. Time ndo inakuwa hivyo tena. Unajua tunawe kutafuta. Okay, sawa, usichukulie kigezo kwamba uko na kazi. Sawa. Au kuna mwenzangu nene? Hizo pigo na sisi ndio unajua. Jinsi ninavyokupenda wewe mwanangu. Kweli. Siwezi na kuona nipenda mimi. Alafu mwanangu sasa mimi unafeli rafiki yangu. Sio nafeli, hiyo simu yangu. Kwa nini unajibu message ambazo hazikuwa? Unajua nikwambia kitu? Babu kuna demo anakukubali sana. Lakini nashangaa demo hizo message ulizojibu hizo zote kule hazina maana hata moja. Kwa nini unafanyia hivyo ndugu yangu demo? Sikia nikwambie. Wewe mshikaji wangu. Najua. Alafu sina mshikaji wote zaidi yako. Najua. Mimi kiukweli mimi sijampenda. Na sina hisia naye. Unaelewa? Sawa najiuliza nini. Kama mchati nao mliwaza fresh. Manga sijachati mimi mchati wewe. Kwa baridi. Mimi kuna mtoto ambaye nimeweka moyo na mwenyewe unamjua Esther, mimi nampenda kishenzi. Ndugu babu, mimi nataka nikwambie kitu kimoja. Siku zote tunapotaka kufanya jambo jaribu. Hakuna gari ambayo inauza bila spare. Unajua kwa maana yake nini ile? Kwamba tupatikane kitu cha reserve. Sasa wewe kama una bezi kwamba mimi nampenda Esther, wewe kule unaachana naye, iko siku utakujalia na utakuja pigia magoti mimi. Mimi nakutoa kwambia ukweli hasa Niki anakukubali. Ila kama unajikuta mtoto wa mjini, basi mimi Vipi? Safi mambo. Poa, tuishi tunaendeleaje? Safi. Wale nimekumisi sana. Mimi pia nimekumisi. Sasa? Nataka tutoke. Nenda. Wote tunapopenda wewe. Hamna shida. Esther, nani yako? Wewe ni mpenzi wangu. Mpenzi wako? Akiwa mpenzi wako mimi ni nani yako? Wewe kwanza ni mtu wangu tu, lakini kiukweli hata moyoni mwangu haumata siku moja. Huyu ndo mume wangu wa maisha yangu mimi. Esther, yani nilikuwa namwacha Niki kwa ajili yako wewe. Analea mtoto wa watu. Namsumbua ananifuata kokote kule kwa ajili yako wewe. Leo unakuja kunionyesha ujinga ambao unanionyesha sasa hivi. Ndio hivyo. Kwangu ulifuata nini sasa? Kusema ukweli ndio huyu hapa mume wangu wa maisha yangu. Oh, ndo mume wako wa maisha yangu, si ndio? Bro. Ushakupenda? Wewe unaonaje? Nakuuliza ushakupenda? Sikia. Good life. Sawa. Leo kwangu, kesho kwako. Maisha yanazunguka. Achana na mpenzi wangu. Bila kubebesha kwa maneno yake. Hamna tatizo, mimi nipo.
katikati nikamata simu ya mshikaji wangu, lakini ilikuwa naziona SMS nyingi sana kuhusu wewe, na walalamika sana kwamba yule mtu unampenda, lakini cha kushangaza yule jamaa hana hisia na wewe. Nakuwa naona mingi sana kwamba unatumia SMS za mapenzi kule, wakati mimi tunakupenda nipo. Kwa hiyo nafasi hiyo si ya kwangu, nikakupa furaha, wewe ukajisikia kwamba tayari na mtu mzuri. Unasemaje? Pombe gani sasa? Unadhani? Niambie basi, uko tayari kwa nini? Kweli? Asante. Nitafurahi sana kwa sababu nilikuwa nitafuta hii nafasi. Okay.